Ni kweli kwamba kata hii ya Chamazi ni miongoni mwa kata za halmashauri ya manispaa Temeke ambazo zina fursa kubwa sana, na kama ambavyo umetangulia kuzungumza, na fursa ya kwanza ni idadi ya watu wenyewe ndani ya kata yetu hii ya Chamazi. Na sisi kama halmashauri tuna mipango mingi ya kiwekezaji katika kata hii ya Chamazi, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa hili soko, lakini na ulipaji wa fidia katika eneo hili la soko la Mbuyuni, ili kuliwezesha soko hili liweze kufanya kazi zake vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ipo katika mpango wetu wa mwaka huu wa fedha. Lakini Waswahili wanasema kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa Diwani ameeleza hapa kwamba tumefanya uwekezaji mkubwa sana katika eneo la elimu, katika eneo la barabara. Nikumbushe tu, hakuwa ameamua kuzungumza habari ya shule za Mwembe Bamia ambazo pia ziko katika kata hii ya Chamazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jumla ya uwekezaji katika mwaka uliopita na mwaka huu nadhani ni zaidi ya bilioni 15 ndani ya kata hii ya Chamazi. Kwa hiyo wananchi watupe fursa kwamba sasa yale mambo magumu makubwa yanaendelea vizuri, na awamu hii inayofuata sasa ni kuja kuwekeza katika eneo hili la uchumi na biashara. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Asante. Kuna issue ya stendi. Ni eneo la hapa linahitaji kulipa fidia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na ni package moja ya maboresho ya soko na ulipaji wa fidia katika ile eneo la stendi. Kuna ile nyingine alisema eneo ni la serikali ila halijatumika, na vibanda 100. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaendelea kugombana kama ilivyo unapogombana na mabasi ya Magufuli, ndivyo ambavyo hali ilivyo katika eneo hili. Tutazungumza na kiongozi wetu hapa RPC na OCD, watatusaidia kuona tunafanya enforcement ya namna gani ili watu waweze kufika kule wani mabasi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini panafaa kwenda mabasi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hali ya stendi sio nzuri sana, lakini pia hata wateja pia sio kwa kiwango kikubwa, lakini kwa sababu ni haki ya wananchi kupata huduma, tutaona kila ambalo linawezekana ili tuweze kuwafikishia huduma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sawa, basi fanyeni uone wakati fulani. Unajua serikali wakati na matatizo tunaweza tukafanya kitu kiko nje kabisa na interest za watu. Kwa mfano zamani mkiangalia hata ujenzi wa masoko, unajenga masoko alafu juu huko unamweka muuza nyanya. Sasa nyanya atauzaje huko juu? Hata haya masoko na yenyewe mnataka mje muangalie, siku mkiaboresha huko juu visiwe vitu ambavyo vinahusiana mambo ya soko. Mnaangalia kitu kingine kabisa kinakuwa kiko tofauti, kama ni kumbi za harusi, kama sijui ni mambo gani, kama sijui ni klabu za pombe, si vitu gani, inakuwa juu huko.